Mtazamaji wa TV yako pendwa ambaye unaendelea kutufuatilia kupitia TV yako pendwa, nikukaribisha sana kwenye exclusive interview ambayo tunaenda kufahamu mambo mengi sana. Mimi naitwa King Davi, baba nani, wengi wanapenda kuniita sukari ni nyingi sana. Leo nimebahatika kuwa na ndugu yangu anaitwa Franky. Ni mmoja wa watu ambao ni muhimu sana kwa jamii. Yaani nikizungumzia muhimu sana kwa watu wa burudani, lakini pia kwa watu ambao wenye shida. Kukutana na watu kama hao ni watu wachache sana. Ni kwa nini nimekuambia hivyo? Utafahamu yote kupitia interview hii hapa. Ambatana sisi mpaka mwisho. Utasikia Kiingereza, utasikia Kiswahili. Kikubwa tu ujumbe ufike kwako. Franky, mambo vipi? Salama, habari. Poa, habari za Tanzania au Kenya? Kote kote. Nimekutafuta kwa muda mrefu kwa ajili ya interview hii na ukaniambia uko Kenya. Shughuli zako nyingi unazifanyia Kenya? Shughuli zangu nyingi nazifanyia Kenya kwenye hoteli. Namaanisha mimi ni hotelia by professional. Nafanyia pale Hotel Jofa ambayo ipo Migori County. Mtu akizungumza Franky ni nani? Kwanza kabisa nipende kukushukuru kwa sababu nafanya YouTube. Kwa maana kwamba natumia jina la Only Frank. Yes. Kiswahili fasaha tunasema Franky peke yake. So ukisema kwa nini Franky peke yake? Franky peke yake nakuja kwa sababu mimi ni kijana ambaye niliamua kujitolea kwa namna moja au nyingine kwa sababu ya kusaidia jamii. Kwa maana nimesaidiwa na watu na niliona ni vyema nikaingia katika kusaidia jamii, kwa maana nasaidia watoto yatima. Watu wasiojiweza pamoja na vilema. Kwa nini nilifanya hivi? Nilifanya hivi kwa sababu mimi nimesaidiwa na watu mpaka hapa nilipofika. Nimesaidiwa na watu wengi sana. Na pia ukiangalia katika background ya maisha yangu, mimi nyumbani kwetu mimi ni mtoto wa 4. Tupo watoto 9. Katika watoto 9 wote hakuna aliyebahatika kwenda shule. Mimi ndo nategemea nyumbani, kwa maana kwamba nilikaa nikaangalia kama mimi na yale maisha nasomesha wadogo zangu, nasomesha jamii za pembeni. Niliona ni vizuri nikafungua YouTube channel yangu ambayo inatambuliwa kwa jina la Only Franky peke yake. Yes. Nikasema mimi naweza, kama wengine wameweza kufanya hivi, nikasema mimi pia naweza. Kwa maana nifikie jamii kwa namna gani? Kwamba naweza kuwafikia jamii kwa kupitia social media ambazo tunazitumia sisi, lakini pia naweza kuwafikia jamii kupitia kwa kutembea. Pia naweza kufikia jamii kupitia kwa watu ambao wanatuangalia sisi. Kwa mfano wanaotuangalia sisi, tunaweza kufikia jamii kupitia kwao, kwa maana kwamba tunatufikishia ujumbe. So wazo lilikuja mara baada ya kuona maisha ambayo umepitia kwenye familia yako, au ni maisha uliyoona watu wanapitia kwenye jamii? Kwa kweli ni wazo lilikuja baada ya kuona maisha ambayo watu wengi wanapitia kwenye jamii, kwa sababu nilirelate yale maisha ambayo watu wanatumia kwenye jamii, nikacompare na maisha ambayo mimi pia nilipitia. Nikaona kuna watu wengi ambao wanafeli kutimiza ndoto zao kwa sababu ya kukosa msaada. Unajua, nimetembea kwenye miji kadhaa na niligundua kwamba kuna mtu ambaye mtoto hawezi kwenda shule kwa sababu ya kukosa daftari tu. Kuna mtu hawezi kwenda shule kwa sababu ya mtu kukosa kalamu tu ya kuandika. So hiyo ilinifanya mimi nihamasiki kwamba kama nilisaidiwa na watu, kwa nini mimi nisisaidie wengine? Sawa, natamani kufahamu mpaka sasa hivi ulianza lini hii program ya kusaidia watu, na hii charity yako inatambuliwa kwa jina gani? Mpaka sasa hivi umefikia watu wangapi? Actually nilianza mwaka jana mwezi wa 12. Jina lake naitwa? Jina la YouTube channel naitwa Only Frank. Sijawa na NGO. So foundational NGO. Sijawa na NGO, ni personal individual. Yaani mimi najitegemea peke yangu. Ndio maana bado najaribu kutembea ili niweze kupata angalau hata sponsorship kwa mtu yeyote ambaye anaguswa. Sio lazima watu wengi wanaogopa kusponsor kwa sababu ya kutoa pesa. Na maanisha kwamba kumsaidia mtu sio lazima uwe nacho. Unaweza kuamua kwamba mimi sasa leo nataka tukatembelee watoto yatima, niwanunulie nguo, nanunulie watu chakula. Inakuwa ni fadhila kubwa. Mungu hujibu fadhila kupitia kwa watu. So mpaka sasa mmefikia watu wangapi toka umeanza mwaka jana? Toka nimeanza mwaka jana nimekuwa nikitembea. Nilienda Mwanza, nikatembelea watoto Afrika yatima ile ambayo ipo Igoma. Nilikuta watoto 92. Nilitoa kila ambacho nilikuwa nacho. Bahati nzuri nashukuru Mungu alipokea. Lakini pia hapo Mwanza nilienda kwenye mji fulani, nilikuta mama mmoja ambaye ana mtoto kama mbibi hivi niliona. Yes, ambaye ana mtoto ni mama, yule ndio mtoto wake wa kwanza. Yule mtoto ana miaka 21 akiwa chini.
hawezi kuamka, hawezi kuongea, na yule mama pia hakuna kazi ambayo anafanya. So nilipeleka kile ambacho nilibahatika kupata. So hiyo ilinifanya nijue kwamba kumbe sisi tunaokaa tu hatuwezi kujua kwamba watu wana hasa kiasi gani. Okay. Yes. So umesaidia hayo magrupu mawili. Yule mama ni zaidi. Ukiangalia kwenye video yangu ya kwanza nilienda kwenye nyumbani kama nyumbani. Na ukiangalia nilikusanya familia zaidi ya watu 20 kitu kwa ajili ya kutoa madaftari, kalamu, sabuni, mafuta, ili angalau wanasema we give back to the community. Okay. Yeah. So watu wakikuhitaji wanakupateje kwa ajili ya huduma? Si tu wakikuhitaji, unatumia njia gani kuwafikia wahitaji? Kwa ujumla ni kwamba natumia watu kufikia watu, kwa sababu kwa mfano nadhani nilikuja hapa Tarime, kuna mji nilikuja kule wanapahitaji kule juu kabisa karibu mlimani Rebu. So nilipelekwa na bodaboda. Sijawa na usafiri wangu kamili. Natumia njia ambazo ninaweza kuzimudu kwa sababu mimi nimeajiriwa, lakini kile kipato ninachopata kidogo ndo nagawa ili niweze kufanikisha mambo. Lakini pia unajua kwenye kazi za watu pia tunatumia muda wa kazi na muda ambao ni wa kufanya kazi yako maalum. So hii ni kazi yangu ambayo naifanya kwa kujitolea kwa moyo wangu, lakini kuna kazi ambazo za watu. Sasa zile kazi za watu na balance muda wangu nifanye kazi za watu. Muda wangu ambao nimepewa kupumzika ndio muda ambao natumia kwa ajili ya kutembelea hawa watu kwenye miji yao ili niweze Faida wewe unaipata vipi? Na kuna mtazamaji atakuwa anauliza, familia yako umeifikia yote inayo furaha na matumaini mpaka kutoka nje? Yes, familia yangu mimi nashukuru Mungu. Babangu, maana kuna watu wanasaidia nje lakini kwao inakuwa ngumu, yani waonekane nje lakini nyumbani kwao. Nilianzia nyumbani. Nadhani program, ukiangalia video yangu ya kwanza, ya pili nilifanyia nyumbani, na nilipeleka huo msaada na nilikalisha wazazi wangu chini wote. Walijaribu kunipa baraka zao kwa sababu babangu alifika akaniambia, kiwanja hiki hapa, kama utapata siku moja mtu ambaye mfadhili ambaye anaweza kukusaidia ukajenga hii shule angalau kwa ajili ya watoto yatima, au ukajenga kanisa kwa ajili ya watoto yatima, kwa ajili ya watu wasiojiweza, nitakupa kiwanja kwa ajili ya kufanya hiyo kazi. So ni baraka ambazo alinipa. Na wewe nyote tayari umeshakupa baraka na umeshawasaidia. Yeah. So tumalize kwenye hii sekta. Yeah. Kuna watu wengi watamani kuwafikia watoto wasiojiweza na hawana namna ya kuweza kuwafikia. Wewe umeshaanza. Wanakupateje wewe kama wewe, na unahitaji msaada gani kwa mtu anayefuatilia interview kutoka kwa watu wengine? Maana tayari umeshatoa msaada. Yes, actually naomba niseme Kiingereza kidogo kwa sababu unajua interview. Tumeambia Kiingereza kitakwema, Kiswahili kitakwema. Okay, guys, I'm very very happy because I can say I'm proud to have King Davi as an interviewer, and actually I like to speak English because make me to learn a lot of things. As you said that how did I start and where I reach and how I can reach such kind of these people, guys, it is very very terrible because you compare the standard life of Tanzania guys and the way we live, the way people move. So normally I use vehicle, other people's transport to reach the families, and if there is anybody who want to support me, guys, it is not a matter of giving me money, guys. It is just a matter of just showing love to those people, because even you can just collect those people and you give them an education. You know, if you educate a person from somewhere, it means that you can just reach in a place. It is just a blessing. So the only thing which I'm just requesting as Tanzanians, guys, a lot of people are hustling in Tanzania and they don't have a support. Let's say the government of Tanzania, let's just look up the villages, guys, because as I have seen in Tarime, there are so many people, MPs, a lot of government participants. They are normally came as volunteers to help others. So that's make me to be proud, and that's why I came to Tarime, so that I can raise up my voice. And if there is anybody who wants to do something, I can just take them one by one. We cannot complete all families, but I think even if you do to one family, if you came to build an house to one person, it can be very very appreciated, because it is a wonderful job and it is a wonderful thing which you did with your open heart. Labda nirudi kwenye lugha yangu ya kawaida. Always we like to speak English because it is a worldwide language and we are not expecting that worldwide. We look forward, guys. So even us, we are just willing to get the sponsorship from
our foreign countries, because there are some people who are not even getting Swahili. Okay. So that's make them to get my translation. We can make them to know what is going on in Tanzania and what the action we supposed to do. You know, even I was planning that I'm willing to collect a lot of, I mean, even a simple money so that I can go to school, one of the school, so that I can collect. You know, there are a lot of children with disabilities. Even if you give them notebooks, they will appreciate and they will just say thank you. You know, the word thank you has a good and a very big message. So that's why I just trying to, you know, I'm speaking English because a lot of people are saying that Tanzania cannot speak Swahili. Yeah. I mean, cannot speak English. But it is just we can speak. We just leave that because Kiswahili is the national language. Yes. Yes. So kila kazi ina changamoto yake. Hii ni kama kazi ya kuhudumia jamii. Yes. Challenge, yani changamoto ambazo unakutana nazo challenge. Changamoto ambazo tunazipitia kwa sana, especially mimi, unaweza kwenda kwenye mji ukamwambia mtu naomba nifanye na wewe video na asikuamini. Akaona kwamba wewe sasa ni Freemason. Kwa nini nyinyi mnachukua video? Kwa nini usaidia afu kaondoka? Kwa asilimia kubwa tunajaribu kufanya hivyo ili kuweka memory. Na unapoweka memory, unapoenda kuomba support hata kwenye NGO hata kwenye nini, wanakuambia tunaomba tuone zile relevant vitu ambavyo umeshafanya. So uwezi ukamuelezea akaona. Inabidi umuonyeshe hapa nilienda nikafanya hivi, hapa nilienda nikafanya hivi. So anakuwa na ile kitu cha kufanya. So drop your number, lakini pia na YouTube channel yako ili watu waendelee kufuatilia kila sehemu unapita. Okay, namba yangu ya simu kwa wale wa Tanzania natumia 07 11 27 17 01. Naomba nirudie, ni 07 11 27 17. Hiyo namba ni namba ambayo inapatikana WhatsApp. Ukienda kwenye bio kila kitu, TikTok, hivyo tu utaipata hiyo namba. So kwa ujumla nipende tu kuambia jina la YouTube channel ambalo nahitaji support kubwa sana. Unajua kitu ambacho watu wanapaswa wajue ni unapo subscribe kwa account yangu umenisaidia kwa pakubwa sana. Hata usiponipa hela, lakini kusubscribe kwako inanifikisha kwenye lengo la mimi kupata watu wengi, na ninapopata watu wengi inawezekana siku moja nikafika kwenye wakati wa kulipwa, na ninapolipwa nitakuwa na uwezo wa kujitegemea na kuweza kusaidia watu kwa uwezo mkubwa sana. So YouTube channel yangu natumia jina la Only Frank. Only Frank. Kwa Kiswahili Frank peke yake. So usiandike Kiswahili, andika Only Frank. Ukishaandika Only Frank utaona sura ya mtu mweusi kama mimi. Uta subscribe, uta comment, then uta share kwa wengine. Sasa tumalize. Hotelia pia unafanya. Unafanya kwenye kitengo kipi na watu wanakupata wapi pia? Tuwape location. Kama mtu haja kupigia, ajue anakupata wapi location yako. Actually mimi ni professional hotelier, nimesomea. Nimesoma City Media College ya Arusha. Wow. Na mpaka sasa hivi unajua by the way nilikuja kufanya pre-studying hapa Tarime nyuma ya Mwera Vision hapo. Okay. So nina uzoefu wa muda kwenye hoteli. Nimebase kwenye sehemu tofauti. Kwenye entertainment nimebase kwenye F&B. Nikisema F&B kwa lugha za hoteli tunasema food and beverage. So kwa sasa hivi nafanya sehemu zote, lakini pia nafanya city tour as a traveler. Kama mtu anahitaji, kwa mfano mtu ambaye anatoka nchi jirani anataka afanyiwe tour Mwanza, Arusha, kwenda upande wa Tanzania, nipo available. Na ni maongezi. Wanasemaga sisi ambao tunafanyaga tour, city tour tunakuwa expensive. No, it is not much. Kwa sasa hivi nafanya kazi Kenya. Nipo hoteli fulani inaitwa Hotel Jofa, ipo Migori County. Away kio unatoka Sirare ni mkono wako wa kushoto. Hapo kabla hujafika Mabera, lakini kama unatoka Migori ni mkono wa kulia ukishavuka Mabera. So karibuni sana kwa yoyote ambaye anataka kumfikia Only Frank. Unaruhusiwa kuja Jofa, au unaweza kumuona King Davi, au unaweza kucheki kupitia namba za Kenya ambazo ni 07 94 01 52 42. Frankie, thank you for your time, my brother. Thank you, bro. May God bless you. Okay. I'm very happy to host you in my YouTube channel. Bana, mimi nikushukuru, lakini nyuma ya kamera tulikuwa na ndugu yetu anaitwa Makanya the Great. Sasa hivi inabidi tu nimwambie tu ni Makanya the Great. So thank you for watching. Endelea kutufuatilia, endelea kufuatilia the Only Frankie, endelea kufuatilia pia na Tarime TV, endelea kufuatilia AC Media,
and kila kitu kitakaa sawa. Mimi nakupenda sana. Sukari ni nyingi sana. Thank you. Nimekaa vizuri.